Tazame timu kama Ken Gold, Pamba. Tazama hizi timu jinsi ambazo zimeanza msimu na zinavyocheza kwenye duru la pili. Kuna improvement ambayo inaonekana. Lakini ile improvement ambayo inaonekana sio kwa sababu eti mwalimu kuna vitu vingi ameviongeza, ila ni kwa sababu kuna wachezaji ambao wameongezeka kwenye timu ambao wamekuja kuongeza ubora kwenye kikosi, kitu ambacho kinapelekea timu inaanza kufanya vizuri. Itazame Ken kwa eneo la ulinzi. Moja ya changamoto ambayo alikuwa nayo ni pamoja na kuruhusu sana magoli. Lakini unaona kwenye duru la pili Custom Hagama alikuwepo kwenye kikosi, ameendelea kuwa kwenye kiwango kile kile, ameongezeka Kevin Yondan. Angalia namna ambavyo anaongoza ile safu ya ulinzi yote kwa ujumla. Na of course ameingia na kupewa pia ukapteni. Kwa hiyo alivyoingia pia kupewa ukapteni pia kulitengeneza mazingira fulani hivi kwenye kikosi kwamba sasa hivi mtu ambaye anatuongoza ni mtu ambaye ni senior, ana experience kubwa, ana uwezo wa kuzungumza vitu tukavisikia. Kwa hiyo watu wanamheshimu, kile ambacho anakifanya pia ni kikubwa sana, kiasi kwamba hata kisaikolojia kwa wachezaji wanaanza kubadilika kwamba sasa tunaweza kwenda kufanya kitu kutokana na kile ambacho anakizungumza. Lakini angalia ongezeko la watu kama kina Sele Bwenzi, amehusika kwenye magoli 5 mpaka hivi sasa, ni mtu ambaye amekuwa na takwimu nzuri. So wao kilichobadilisha ni aina ya wachezaji pia ambao wameingia. Lakini tazame KMC, wameingiza wachezaji wa aina gani? Bado inategemea wale vijana ambao walianza nao msimu, lakini pia wale wachezaji ambao wameanza nao msimu ndio msingi mkubwa ambao wanautegemea kwenye timu yao. Kitu ambacho kinasababisha sasa hata Kali Ongala anapokuja kuimplement baadhi ya vitu kwenye mbinu zake ili timu iweze kupata matokeo mazuri, inakuwa kidogo ni changamoto kwa sababu wachezaji ni wale wale ambao walianza nao msimu, lakini kuna baadhi ya maeneo unahitaji kupata viungo wachezaji wengine ambao wanaweza kwenda kuongeza nguvu, bado huoni. Mfano kwa eneo la ushambuliaji la KMC ni miongoni mwa maeneo ambayo kidogo yana changamoto kubwa, kwa maana ya hawajapata washambuliaji ambao wana uwezo wa kufunga magoli mengi kwenye kila mchezo. Kwa sababu wanaweza kufunga goli moja lakini wakaruhusu magoli mawili. Au ndicho ambacho kimetokea jana. Walianza kufunga kwa mkojo wa penalty alafu baadaye wamefungwa mabao.